Mtazamaji wa Mbayu TV, katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na viongozi walio bora na wenye kufuata misingi yote ya kiuongozi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliweza kumwalika Profesa Musa Asadi aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Alienda kutoa mafunzo ya uongozi kwa viongozi wa ngazi mbalimbali ndani ya chama hicho, mafunzo ambayo yalifanyika siku ya hapo jana, kwa maana tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2024, ambapo kulikuwa na viongozi wengi wakiwemo wajumbe wa kamati kuu, sekretarieti ya kamati kuu, makatibu wa kanda na viongozi wengine, ambapo mafunzo hayo yalikuwa ni msingi sana kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tulimsikia Tundu Antipas Lissu akisema kuwa wameingia madarakani, kitu ambacho watafanya ni kuhakikisha kwamba wanatafuta kuungwa mkono na watu wale ambao wameshawahi kupata umaarufu mkubwa. Pasi na shaka huwezi ukawa mbali na mimi kwamba aliyewahi kuwa CAG ambaye ni Profesa Musa Asadi ni moja ya watu ambao waliwahi kupata umaarufu mkubwa kipindi wanatumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan pale ambapo alikuwa amekwenda kuliataki moja kwa moja bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho kilipelekea wakawa wanaitana katika kamati mbalimbali za kimaadili, ambapo aliweza kuambia kwamba uamuzi wa bunge dhidi yake unahitaji tathmini, ambapo alisema kuwa bunge kufikia uamuzi ambao wa kutofanya naye kazi ni jambo zito ambalo linahitaji tathmini na kutazamwa athari zake, ambapo alitoa rai kwa mahojiano yake pamoja na kamati ya bunge ya maadili angewekwa wazi ili kila Mtanzania ajue ni nini kilichozungumzwa. Utakumbuka hapo nyuma Profesa Musa Asadi aliwahi kuingia katika mkwaruzano na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitu ambacho kilifikiwa ni kwamba bunge lilisema litoweza kufanya kazi na CAG, ambapo mambo yalikuwa ni mengi sana. Kwa hiyo Chadema wenyewe katika kuhakikisha kwamba wanapata uungwaji mkono na Watanzania wengi, kwanza wamelenga kuweza kuwafikia wale watu ambao ni maarufu, wale watu ambao wamewahi kufanya mambo makubwa, wale watu ambao wamewahi kuwa na uwezo wa kuhoji mambo bila kupingwa ama bila kuogopa mtu yeyote, akiwemo Profesa Musa Asadi. Mambo yatakuwaje? Lakini hii inakuwa ina umuhimu kwa sababu kama wakitengenezwa wao kuwa viongozi bora, maana yake wakija kupata nafasi ya kuja kuongoza taifa, mwisho wa siku watakuwa na viongozi ambao wapo bora kwa manufaa ya Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeweza kufanywa, ni kitu kizuri na kitu ambacho kinapaswa kuweza kupongezwa na Watanzania wote, kwa sababu ni jambo zuri kujifunza. Siku zote elimu haijawahi kuwa na mwisho, hata kama usomaji. Elimu siku zote haina mwisho. Kuna tofauti tu, unaweza kupita katika ule msingi ambao ni msingi unaweza sema formal, au unaweza kupita katika njia ambazo ni informal. Ni wewe tu utachagua kupita katika msingi gani, lakini yote kwa yote inaitwa elimu, ambayo mwisho wa siku mtumiaji na ambaye ameipata akiwa ana uwezo mzuri wa kudadafua namna gani na kwenda kuitumia, ina uwezo wa kwenda kumpatia manufaa yeye binafsi, lakini pia inakwenda kuwapa manufaa watu wengine ambao wanakuwa nakizunguka chama. Lakini hii ya Profesa Musa Asadi kuweza kushirikiana na watu wa Chadema imeweza kuibua maswali mengi sana, imeweza kuibua mijadala mingi, ambapo kuna baadhi ya watu wao wamesema kwamba anafaa kugombea hata urais ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakihisi kwamba Profesa Musa Asadi ni kwamba ameweza kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Taarifa ambazo mpaka hivi sasa hazijaweza kuthibitishwa, si Chadema ambao ameweza kuthibitisha, wala si Musa Asadi ambaye ameweza kuthibitisha swala hilo kwamba yeye ameweza kujiunga na chama hicho. Lakini Tundu Lissu amekuwa ni kiongozi ambaye anajaribu kuwaweka watu wengi kuwa karibu na chama, watu ambao anawahisi wanaweza akawa ni potential kwake. Ni kitu kizuri kuhakikisha kwamba anakipatia nguvu chama hiki ambacho kwa hakika katika njia ambazo ameweza kupita hapo katikati, katika vipindi mbalimbali ambavyo ameweza kupita hapo katikati, waliweza kushusha nguvu ya watu wengi, waliweza kupoteza wanachama wengi. Kwa hiyo kuja na kwanza kuzungumza na kushirikiana na watu mbalimbali ambao ni public figure, unaweza kusema hii kwao inaongezea idadi ya uaminifu tena. Watu wanaanza kurudisha imani na Chadema kwamba kuna kitu kinaweza kaa kinatengenezwa, kwa sababu ni juzi tu tumetoka kumshuhudia kwenye lile kongamano la siku ya wanawake tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka huu, kongamano ambalo lilikuwa limeandaliwa na Bawacha. Tulimshuhudia moja ya wanasiasa wa kongwe nchini Tanzania na ambaye amewahi kuwa kiongozi wa chama hicho, bila kusahau amewahi kuwa mgombea wa urais wa chama hicho,
Dr. Wilbrod Slaa aliweza kuhudhuria kongamano hilo licha ya kwamba aliwahi hapo nyuma kuondoka ndani ya chama hiki, aliwahi kujiunga na Chama cha Mapinduzi, aliweza kushirikiana nao, aliweza kufanya kazi mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka kuweza kupewa ubalozi. Lakini tuliweza kumuona ameweza kushirikiana na viongozi wa Chadema. Kwa hiyo vitu kama hivi vinaonyesha namna gani Tundu Lissu na kamati yake nzima ambao watu hapo wanamuunga mkono huko nyuma wamejipanga kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho amekuwa kikizungumza, wanatafuta kuungwa mkono na makundi mbalimbali hapa nchini, basi tumeona namna gani wanaweza kuyatekeleza. Mambo atakuwaje ni tusubiri kuweza kuona. Hii ni Mbayu TV, ni kukumbushe kama bado haujasubscribe YouTube channel ya Mbayu TV, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Lakini pia unayo fursa ya kuweza kutufuatilia pale katika Instagram account yetu, huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe, tufuate huko kwa ajili ya kushare na zungumza mambo mengi zaidi. Uwe na siku njema. Langu jina ni David Edward. Je, unahitaji biashara yako, huduma au bidhaa iwafikie watu wengi zaidi? Mbayu TV inakupa nafasi ya kuwafikia maelfu ya watazamaji kila uchwao kwa kutangaza kupitia Instagram, TikTok na YouTube channel yetu kwa gharama nafuu kabisa. Wow, that's amazing. Wasiliana nasi leo kwa simu namba 0622 41 79 80 au 0698 02 45 12.